Washukuru Safari Laga kwa kutupa nafasi ya kufanya podcast hii ambayo ilikuwa ina mchanganyiko wa watu kutoka sehemu tofauti tofauti, kwa maana kutoka Simba, kutoka Yanga, wachezaji wa zamani sana na wachezaji wa zama hizi. Hiyo mixer imeleta ladha tofauti na ubora kwenye podcast hii. Ndani ya podcast hii unapata nafasi ya kusikiliza historia za zamani sana ambazo wakina Sekiloji Chambua wamepitana nazo, lakini historia ya zama za kati za kina Mrisho Ngasa vile vile unakutana nazo, na historia ya sasa za kina Kapombe, za kina Job vile vile unakutana nazo. Lakini nje ya uwanja, kwenye maisha ya nje ya uwanja ambako tunafanyia kazi vile vile, historia hadithi zake unazipata vile vile kwenye podcast hii. Lakini tumezungumzia na kombe la dunia, safari nzima ya kombe la dunia, na mwisho kabisa ni utabiri wa kila mmoja kitu gani anategemea kwenye finali hii ya kombe la dunia, na kila mmoja akazungumzia na kutamba kwa timu yake. Na mimi bila shaka na nafasi kubwa ya kujivunia kwenye World Cup hii, timu yangu ambayo nilianza nayo toka hatua ya qualifier mpaka finali, kwa maana ya timu ya Argentina, tofauti na watu wengine. Kila nani sijakutaja. Sawa. Wanabadilisha tu kila siku, wana timu mpya, lakini mimi najivunia nimeanza na Argentina. Ulianza na Irani. Irani ilikuwa timu ya kuionea huruma. Ndio ulianza nayo, lakini si kwa sababu ya huruma. Walipitia manyanyaso. Kwa hiyo tukawa tunaonea huruma, lakini timu yangu ya rohoni ilikuwa ni Lionel Messi, na ambayo umeionyesha baada ya kufika finali. Mimi tangu tunawanyoa wakina Mafarao kote huko nilikuwa nao mpaka dakika ya mwisho. Mimi niwaombe mashabiki wenzangu wa Ureno. Tumepigwa vita kubwa sana kwenye World Cup hii. Tumetolewa kimwili, kiroho bado tupo kwenye mashindano. Sasa hivi Jumapili Wareno wote tunakuwa ni kina Cristiano Yamaldo. Tunakwenda kumsupport Lamine Yamal kwa ajili ya kuhakikisha Lamine Yamal anachukua kombe la dunia na tuinyamazishe dunia na makelele ambayo yanaendelea sasa hivi. Kwa hiyo Wareno wenzangu ambao hamkaa tamaa, sababu katikati hapa kuna kama watu mlifadhaika mkaanza kupungua. Wenzangu ambao ni roho ngumu, roho za paka, Jumapili twendeni tukasimame na Hispania. Tutabeba hili kombe japo kwa shida, lakini tutalibeba Jumapili. Kwa hiyo huko Argentina. Mimi niko kwa Yamaldo Jumapili. Unawapelekea gundu wenzio. Nilijaribu kuwa kwenu nilete gundu mkashona watu. Ndio nilipogundua kwamba shida sio mimi. Shida ni nani? Shida kwenye timu yetu ambayo nilimgundua ni shida kubwa. Ni MC Mboneke. Mko naye. Alivyosupport Ronaldo mambo kama akawa haeleweki. Kwa siku nilipokuwa mimi Argentina kashinda. Ndio kumbe shida sio gundu. Nikarudi sasa kwenye mjadala wangu na nahakikisha Jumapili siwezi kuwa na huzuni mashindano yote. Wanasema Swahili anayecheka mwisho ndio anayecheka sana. Na tutacheka sisi kina Yamaldo. Nikuhakikishie tu kwamba Messi anachukua ndoo ya pili. Ndoo anaweza kuchukua, lakini sio lile kombe. Ndoo za kuogea, ndoo za kufulia anaweza kapewa na FIFA akafanyia hizo shughuli, ila ile World Cup hawezi kubeba kaka ile. Tusubiri tu nani atampa Infantino mkono akiwa anacheka mwishoni. Infantino kashampa mkono Messi, hatujui mambo mengi tunaendelea mashindano haya kaka. Kama sisi tumemaliza. Tayari. Swali kuhusiana na hiyo podcast lakini. Podcast. Leo mmebano wanatu. Bwana ndio tuanzishie. Na hapo leo nauma hapo. Hapo. Wewe tuongeze dakika 8. Bwana tumetoka kufanya bonge moja la podcast hapa ambayo imeandaliwa na Safari Laga. Ni podcast ya kihistoria kwa sababu imetufanya tumefunguka mengi, tumeelezea mengi kuhusu club zetu, tumeelezea mengi kuhusu mpira wa Tanzania. Kwa hiyo haitokei mara nyingi. Inatokea mara chache, na hiyo chache yenyewe ndio imewezeshwa hapa na Safari Laga. Kwa hiyo ni waombe wa Tanzania ambao wanapenda football, podcast hii itakapopanda tu mtandaoni, kitu cha kwanza kukifanya ni kuitafuta uitazame, kwa sababu uhondo wa humu ndani hautajirudia tena kwa miaka nafikiri hivi karibuni. Au unadanganya ndugu yangu? Nimeitikia. Umeitikiaje?
Hili sasa hatujalijadili. Alikuwepo ili kwenye podcast. Hili umekuja nalo wewe. Nimetikia. Sasa unaitikiaje hivyo? Kaza ulimi kaka. Kuna namna imekushtua. Yaani sikutegemea kama na wewe unafanya mazoezi ya kumtamka kocha wetu. Sikutegemea kama na wewe kocha wenu huyo. Mtamke tena. Mimi nimekubali kama podcast yetu hiyo ilikuwa ndo kocha huyo. Nimefurahi kumfahamu. Ulezea na wewe hapo. Mimi tayari nishamaliza. Mo podcast? Tayari? Long time ago. Long time. Basi tunashukuru bwana. Na swali labda kwa watu wawili. Basi hii ina afya gani kwa mpira wetu wa Tanzania hasa ukizingatia ushindani wenu katika ligi? Tumezungumzia maendeleo ya mpira wa Tanzania. Tumezungumzia Taifa Stars. Tumezungumzia AFCON na maisha yake yote kuelekea kwenye michuano hiyo. Lakini kwenye upande wa mashabiki vile vile tumepata nafasi ya kugusia faida na athari ambazo zinatokana na uwepo wa mashabiki. Kwa hiyo mimi naamini kwa yule ambaye atafuatilia podcast hii itampa fikra mpya za kufikiria kuhusiana na anavyoutazama ushindani, anavyoutazama mpira wa Tanzania, na kuna mengi ya kujifunza kupitia podcast hii. Yaani natamani ulivyojibu hilo swali, ulivyotulia ndio ungejibu hivyo kwenye podcast rafiki yangu. Kwenye podcast umejibu kama mtu yani ambaye umenyoka yani. Nimekumbuka jambo hili. Kwenye podcast bwana kila mtu kapewa heshima yake. Mimi nimepewa, nikisema mimi unasema najipendelea. Hiyo sio story ya kweli. Ni kweli? Hamna, sio story ya kweli. Hiyo unaitengeneza kaka. Ni kweli kaka. Tumepewa heshima wote kualikwa hapa kama wasemaji. Wewe umepewa jina gani? Wasemaji. Alikamwe sana jina gani lingine? Sio. Mimi nimeitwa executive. Yaani mtu maridadi. Wewe umeitwa semaji la mabingwa champion. Wewe. Wewe una akili wewe. Una akili wewe. Wamesema pale champion nikaitwa mimi. Wewe ndo kapewa jina. Executive nyingi zinakuwa lodge. Haina comeback hiyo. Kama wachezaji leo tumefanya podcast hii ya Safari Raga. Tumefurahi kwanza kuwa hapa na tumefurahi kufanya hichi kitu kwa sababu kimetujenga sisi wenyewe na imetufanya sisi kuweza kufikisha ujumbe na kuweza kuzungumzia vitu vingine ambavyo watu wengi walikuwa wanavitamani kuvitambua sisi kama wachezaji tunavyopitia au sisi kama wachezaji maono yetu. Kwa hiyo nadhani katika podcast hii watu kifuatilia au mkija kuiangalia basi kuna ujumbe mkubwa sana mtaupata. Tumezungumzia upande wa mashabiki, umuhimu wao, na vile vile tumeweza kuzungumzia AFCON itakayokuja, vipi tutafanya maandalizi ili kuweza kufanya vizuri sana. Tumegawana vipengele. Yote ikakombe kwamba mmezungumzia paka michuano ya kombe la dunia ambayo inaendelea hivi sasa. Je, wachezaji kutokana na mechi ambazo zinaendelea na swali hili pia litaenda kwa mbali. Kuna chochote ambacho mnajifunza kupitia michuano ya kombe la dunia? Kupitia katika michuano hii ambayo inaendelea na sasa hivi imefika katika hatua ya finali. Sisi kama wachezaji kuna vitu vingi ambavyo tumejifunza, na kitu kikubwa ambacho mimi binafsi nimejifunza kupitia katika ile kombe la dunia ni kutokana na zile timu ambazo zilikuwa level ya chini, jinsi zilivyoonyesha uwezo wa hali ya juu. Kwa hiyo kitu nilichojifunza ni kwamba cha kwanza ni maandalizi yawe katika 100%. Haijalishi kwamba ni nani unaenda kukutana naye, ila kama utakuwa vizuri katika maandalizi basi unaweza kwenda kufanya kile kitu ambacho unachokiamini. Na ndio umeona timu kama Japan, Cape Verde na timu nyingine zimeweza kufanya vizuri na zilikuwa imara zaidi kutokana na maandalizi ambayo walikuwa wameyafanya. Mashabiki ndio wachezaji lakini wao wakati mwingine wana presha kubwa sana kuliko hata nyinyi ndani ya uwanja. Kuna namna moja ama nyingine maneno ya mashabiki yanawakatisha tamaa, ama maneno ya mashabiki na wakati yanawapatieni morale kupambana zaidi ukiangalia ukijifunza kwenye World Cup? Naweza kusema kwamba mashabiki tumeweza kuwazungumzia na tumeweza kuzungumzia kiundani zaidi. Mashabiki ni watu muhimu sana katika soka na katika mchezo ambao sisi tunacheza. Wanatusaidia sana kuna namna moja ama nyingine, na wamekuwa wanatupa nguvu sana wanapokuwa nje.
na ukiangalia kuna nyakati tunacheza mechi ambazo hazina mashabiki, unaona ni jinsi gani tunakuwa tunapata shida kupata matokeo, lakini wao wanapokuwa hapo nje kuna namna nguvu inakuwa inaimarika zaidi na tunaweza kupata matokeo kwa urahisi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba wao ni muhimu sana katika mchezo wa soka, na mpaka hivi sasa naweza kusema kwamba wana asilimia kubwa sana katika mchezo wa soka na wana pati kubwa. Kwa hiyo mimi kama mchezaji naenda nawapa heshima yao kama wanayostahili. World Cup hii ni World Cup huenda imewaliza watu wengi sana, kwa sababu vipenzi vyao wengi wameacha mpira. Ronaldo, Cristiano, tumemwona Salah, kwa namna ambavyo umeona walipomaliza muda wao, lakini namna gani ulivyoona memori yao kwenye soka, lakini unaona kutakuwa na ushindani mkubwa zaidi kuona magwiji wanaondoka? Ushindani ninachokiamini kwamba bado utaendelea, kwa sababu wako vijana wengi ambao wanakuja na wanafanya vizuri na wengi wana malengo makubwa. Kwa hiyo mimi ninachokiamini hata katika mashindano mengine yanayokuja, wapo wengine ambao watafanya makubwa zaidi na bado wataacha legacy zao katika nchi zao.